Kama mnavyokumbuka, TRA imekuwa ikifanya mapinduzi ya kimfumo kutoka ile mifumo ya kizamani kuja mfumo wa kisasa kabisa wa kidigitali ambao unaweza ukalipa kodi sehemu yoyote duniani na ukawa unawasiliana na TRA sehemu yoyote duniani. Kwa hiyo kwenda kwenye ofisi za TRA, mfumo huu umepunguza kwa asilimia kubwa, kwa sababu kuanzia usajili, kuwasilisha litania, kupata cheti cha kodi kinaitwa tax clearance certificate, kufanya mapingamizi ya kodi yanaitwa tax appeals, tax objections, makadirio na mazungumzo ya kinyaraka yanafanyika kupitia mfumo wa TRA. Kwa hiyo sasa hivi hata ukiwa na swali uhitaji kwenda TRA. Swali lile unaliweka tu kwenye mfumo, unawaambia nijibuni. Hivyo basi mifumo hii inawezesha kodi kuwa za uhakika, za kuaminika. Kwa Kiingereza inaitwa predictability and certainty. Kodi zinakuwa za uhakika na kuaminika. Na kitu kingine, mfumo huu ulioboreshwa wa kidigitali unaunganisha na mifumo mingi sana ya kiserikali. Hivyo makadirio ya kodi yanakuwa zaidi ya halisia kuliko yale ya kukadiria. Kodi sasa hivi itakayoanza kutokana na mfumo huu itakuwa ni kodi yenye ukweli kwa asilimia kubwa sana. Lakini pia kwenye mkutano pale mbele ya Mheshimiwa Balozi wa Uchina tulimwambia kuwa bado mazingira yetu ya Kitanzania yamekuwa ni mazuri sana kwa uwekezaji. Kwa nini mazuri kwa uwekezaji? Ya kwanza, Tanzania ndio inayoongoza kwa rasilimali nyingi kuliko nchi yoyote Afrika Mashariki. Tanzania imekuwa ya kwanza katika kuleta mfumo huu wa kisasa. Mfumo huu wa kisasa hauhitaji wewe utunze records. Records zinajitunza automatically kwenye mfumo wenyewe. Mfumo huu unaweza hata ukatengeneza baadhi ya litania wenyewe, hata ukaja kuonyesha kuwa nani akaguliwe na nani asikaguliwe, kwa sababu una vitu vinaitwa risk indicative factors. Hayo yote yanafanya mazingira ya uwekezaji kuwa makubwa. Lakini kwa upande wa Uchina, hii training tumechukulia kwa uzito sana, kwa sababu kati ya miradi ambayo ilisajiliwa kati ya mwaka 2023-2024 kule TIC, Tanzania Investment Center, ilikuwa na thamani ya bilioni 1.7 dola. Dola bilioni 1.7, tunazungumzia almost trilioni 4 mpaka trilioni 5 za Kitanzania. Hii inamaanisha nini? Kati ya miradi hiyo, Uchina, wawekezaji wa Kichina waliwekeza bilioni 1.053. Inamaanisha kuwa asilimia 62 ya trilioni karibu 4 au 5 zote zitokana na Wachina na zinaitwa foreign direct investments. Hii inamaanisha kuwa wameleta mitaji yao, wamekuja kufungua biashara na makampuni. Na kwa sasa hivi wale mnaofuatilia mtaona bidhaa nyingi sana hapa nchini. Kuna nchi wanahangaika hata tiles. Sisi tiles tunatengeneza hapa nchini kupitia hii jumuiya ya Kichina. Kuna nchi wanahangaika vioo. Sisi vioo sasa hivi vinatokana hapa nchini. Hawa Wachina wenzetu wanavitengeneza vioo. Kuna nchi wanahangaika sabuni za unga. Sisi hapa sasa hivi tunatengenezewa sabuni za unga nyingi. Nimetoa mifano michache. Kuna nchi inahangaika vipuri. Hawa wenzetu wa China wanatengeneza. Kuna nchi inahangaika magari mapya. Sisi sasa hivi magari yanaunganishiwa hapa nchini na kampuni za Kichina. Haya yote nini maana yake kwa ukubwa? Kwa ukubwa, na sisi wa Tanzania tumeanza kujifunza viwanda. Tumeanza kujifunza teknolojia. Na hata mwamko wa Tanzania kufungua viwanda umekuwa sasa ni mkubwa. Utaona sasa hivi kuna viwanda vingi tu vinamilikiwa na Watanzania wenyewe. Hii inamaanisha kuwa hao wenzetu wameleta technological transfer. Wamehamisha teknolojia kutoka nchini kwao kuja kwetu kupitia mashine, kupitia ujuzi, na kazi hizi zimefungua ajira kwao na kwetu. Zimefungua soko kwao na kwetu. Sisi kwenye vyanzo vyetu vya asili vya rasilimali, na wao wamepata soko kwenye bidhaa zao wanazozalisha. Lakini zaidi pia tunafungua soko na la upande mkubwa wa Afrika, kwa sababu bidhaa tunazozalisha Tanzania sasa hivi kama sola
zinasafirishwa nje ya nchi, kama vioo vinasafirishwa nje ya nchi, kama sabuni zinasafirishwa nje ya nchi, kama tiles zinasafirishwa nje ya nchi. Kuna kiwanda kinasafirisha mpaka gari 15 kwa siku moja kwenda nje ya nchi. Kwa hiyo Tanzania ile ya viwanda sasa iko kwenye motion, iko kwenye hatua inakwenda mbele. Kwa hiyo kwenye mkutano wa leo wenzetu wa TRA watajibu hoja mbalimbali za wafanyabiashara wa Kichina, na sisi Oasis Financial Services tutawatrain mambo mbalimbali ya viashiria vya riski vya kodi na kuhakikisha wanafanya kodi biashara ambayo watapata faida kubwa, lakini na serikali itapata faida kubwa na kupunguza zile gharama zisizokuwa za msingi katika ufanyaji wa biashara kama penalty, riba na adhabu ambazo hazikustahili.